Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kimedai kuwa mashambulizi yake ya makombora yaliyotekelezwa kwa kutumia mifumo ya kisasa ya usahihi mkubwa yalilenga na kupiga kwa mafanikio vituo vya viwanda vya kijeshi vya Israel vinavyotumika kutengeneza makombora na vifaa vingine vya kijeshi. Mashambulizi hayo ya Iran yamepewa jina la Ahadi ya Kweli namba 3 na yalikuwa ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya anga ya Israel yaliyofanyika mapema Ijumaa hii yaliyolenga vituo vya nyuklia vya Iran, ikiwemo kituo cha urutubishaji cha uranium cha Natanz. Picha za satellite na taarifa za kijasusi zilizodakwa zinaonyesha kuwa makombora kadhaa yamepiga kwa mafanikio malengo ya kimkakati, IRGC imesema katika taarifa yake. Operesheni hiyo iliyotekelezwa kwa ushirikiano wa karibu na matawi yote ya majeshi ya Iran ilielezewa kama jibu kali na la kushambulia dhidi ya kile walichokiita uhalifu wa jinai wa Israel. IRGC imedai kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel, ikiwemo Iron Dome, ilishindwa kuzuia mawimbi ya makombora hayo, ingawa jeshi la ulinzi la Israel IDF limepinga madai hayo. Msemaji wa IDF Avichai Adrei ameripoti kuwa Iran ilirusha chini ya makombora 100 katika mawimbi mawili, ambapo mengi yalidunguliwa hewani au kushindwa kufikia malengo yake. Majengo machache yameathirika, baadhi kutokana na mabaki ya vipande vya makombora yaliyodunguliwa, amesema Adrei kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa X, akibainisha kuwa baadhi ya majengo yamepata uharibifu mkubwa. Nchini Israel, watu 40 wanapatiwa matibabu hospitali kutokana na majeraha yanayotokana na vipande vya makombora, kuvuta moshi na mshtuko wa kisaikolojia. Hospitali ya Ichlov mjini Tel Aviv inawahudumia wagonjwa 18. Hospitali ya Belinson mjini Petah Tikva imewapokea 7, akiwemo mmoja aliyoko katika hali mahututi, na hospitali ya Sheba mjini Ramat Gan inawapa huduma wagonjwa 15, akiwemo mwingine aliye katika hali mahututi. Naye waziri wa ulinzi wa Israel Katz amelaani vikali mashambulizi ya Iran, akishutumu serikali ya Tehran kwa kuvuka mipaka ya hatari kwa kulenga maeneo ya raia. Tutaendelea kuwalinda raia wa Israel na kuhakikisha kuwa utawala wa Ayatollah unalipa gharama kubwa kwa vitendo vyake vya kinyama, amesema Katz. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomic IAEA Rafael Grossi akilihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa amethibitisha kuwa mamlaka za Iran zimeripoti mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Fordo na Isfahan pamoja na uharibifu wa sehemu ya kituo cha Natanz, ikiwemo kiwanda chake cha juu ardhini. Grossi alieleza kuwepo kwa uchafuzi wa mionzi na kemikali katika Natanz, lakini akabainisha kuwa hali hiyo inasimamiwa kwa sasa. Amewasihi pande zote kutumia busara ili kuepuka kuzuka kwa mzozo wa kiwango cha maafa. Katika hatua nyingine, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran IRNA, anga la Iran limefungwa kwa ndege zote za ndani na za kimataifa hadi saa 8 mchana kwa saa za nchi hiyo Jumamosi hii, kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya taifa hilo. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Tehran imeendelea kufanya kazi huku mashirika ya habari ya Tasnim na Fars yakiripoti majibu ya Iran dhidi ya mashambulizi mengine ya Israel. IRGC imesisitiza kuwa usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni mstari mwekundu kwa majeshi ya ulinzi, ishara kwamba hatua zaidi za kulipiza kisasi zinaweza kuchukuliwa. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.